Huyu ni binti wa miaka 10 wa Lena Kanywa. Jina lake ni Mary Wambui na angekuwa anatimiza miaka 13. Lakini miaka 3 iliyopita Mary alikuwa akicheza nje ya nyumba yao mjini Nairobi. Wakati wa chakula cha jioni Mary hakuonekana na mama yake alianza kumtafuta. Mtoto wa jirani alisema kwamba alimuona Mary akiingia katika chumba cha mtoto wa kiume wa mwenye nyumba. Nikaenda kwa mlango, sasa niko nataka iko hivi niende niangalie Mary kwa kitanda venye nimeambiwa. Mimi naenda kuangalia Mary. Hayuko. Mattress haina kitu. Hapo chini kumejaa damu, maji. Kulikuwa kumejaa maji na vitu zimetapakaa hivi. Alafu kwa kiti kama hii ama hii alikuwa na vitu tu hivyo. Zilikuwa zimewekwa blanketi na sioni Mary. So kenye nilifanya na kukuwa na stima. Kitu nilifanya nilifungua mlango. Mimi nikamulika chini ya kitanda. Nilipata na miguu ya mambo. Nilipiga nduru. Mimi niliona tu huku uko nje hapa chini ya kiti. Hivi nikamvuruta nikamweka hapa. Mimi nikapiga nduru nikamwambia kujani muone Kalisi ameniulia mtoto. Sikusema ameua. Nisema kujani muone Kalisi amelipa mtoto. Kijana huyo wa mwenye nyumba sasa anakabiliwa na kesi ya kumnyanyasa kingono na kumuua Mary. Nchini Kenya, visa kama vile vya Mary na vile vya wanawake na wasichana wengine vimekuwa vya kawaida sana. Mapema mwaka 2024, taasisi za Africa Data Hub na Africa Uncensored ziliripoti idadi kubwa ya mauaji ya wanawake. Maelfu waliandamana katika mitaa ya Nairobi. Serikali ilijibu kwa kuanzisha kikosi kazi kushughulikia ongezeko hilo la idadi ya mauaji ya wanawake. We are losing about 40 women per month. Tunapoteza takriban wanawake 40 kwa mwezi kutokana na mauaji ya wanawake. Hiyo ni takwimu ya kutisha sana, ni takwimu ya kushangaza. Na ndio maana hatua hii imechukuliwa na mkuu wa nchi. Njeri Migwi anaendesha Usikimye, ikimaanisha usikae kimya, mojawapo ya mashirika yasiyo ya kiserikali yanayotoa sauti kubwa zaidi nchini Kenya kuhusu mauaji ya wanawake. Anataka usaidizi wa msingi zaidi kwa wanawake katika hatua ambayo uhalifu unaripotiwa. We need to have a lot of psychosocial support all the way kupata msaada mkubwa wa kisaikolojia kuanzia muda unaoripoti kituo cha polisi. Mtu anayepaswa kukupokea hapaswi hata kuwa afisa wa polisi. Anapaswa kuwa mwanasaikolojia anayekuongoza katika wakati kama huo. Ili kuongeza uelewa kuhusu mauaji ya wanawake na unyanyasaji kijinsia, Usikimye iliandaa maonyesho ambayo yamekuwa yakifanyika kote nchini Kenya. Jitihada hizo zikiwa na lengo la kuwaenzi waathirika wa matukio hayo, lakini matukio halisi yanashangaza zaidi. Katika ufunguzi wa moja ya onyesho, mama yake Mary alishiriki na kutoa simulizi mwanae. Hiyo ndio imenifanya ni open up. Nilikuwa nimenyamazianga kwa hiyo kidonda ilikuwa imenikula na ndani. Lakini venye niliingiana na wengine nikapatana na wao, nimepata wengine wako na maneno hata makubwa. Naona kumbe si peke yangu. Baada ya miaka 3, kesi ya Mary hatimaye iko mahakamani, na ingawa umekuwa mchakato mrefu wenye uchungu, Lena anatumai kupata haki kwa kiasi fulani, lakini maumivu ya kupoteza mtoto yataendelea kuwa naye kila wakati.